Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKT. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Shaw, mkuu wa KKKT mstaafu na askofu wa Dayosisi ya Kaskazini, ndugu yangu Mheshimiwa Dr. Christopher Timbuka, mkuu wa wilaya na mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro leo. Tambua uwepo vile vile wa Dr. Saitore, anamwakilisha katibu mkuu Wizara ya Afya, katibu mkuu ambaye amelelewa amesoma hapa, na mimi najua kwa sababu siku zote ananikumbusha anavyoona fahari kwamba yeye ni matokeo ya elimu ya hapa. Najua atakuwa ametingwa ndio maana hakuweza kuja, lakini ametuma mwakilishi. Profesa Lugano Usiluka, mwenyekiti wa baraza la Chuo Kikuu KCMC, na kwa hapa lazima niseme tu Chancellor kwamba mmepata mwenyekiti. Kwa uzoefu, yeye kutokea Sokoine, amekuwa kiongozi katika ngazi kubwa Sokoine. Amefanya kazi katika ngazi kubwa Open University. Fanya kazi katika nafasi kubwa sana Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Fanya kazi kubwa Mzumbe kama mkuu wa chuo, na sasa hivi anaongoza chuo kikubwa zaidi kwa idadi ya watu, Chuo Kikuu Dodoma. Naona KCMC mmejipanga kimkakati. Profesa Efata Kaya, makamu mkuu wa Chuo Kikuu KCMC, rafiki yangu Profesa Gilad Masenga, katibu mtendaji wa shirika la Msamaria Mwema na mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya kanda ya KCMC, ndugu yangu Mheshimiwa Priscus Tarimo, mbunge, wajumbe wa baraza Chuo Kikuu KCMC, waheshimiwa wasaidizi wa maaskofu wote mlioko hapa, makatibu wakuu wa KKKT mlioko, wajumbe wa bodi ya udhamini wa shirika la Msamaria Mwema GSF, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira Profesa Mchungaji Faustin Mahali, makamu wakuu wa vyuo vikuu, manaibu makamu wakuu wa vyuo vikuu, marasi wandaki, manaibu rasi wandaki, na wakuu wa vyuo vingine vyote vya elimu ya juu mlioko hapa. Nimeona wengi sana hapa. Profesa Mjema mmoja wapo, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kipo hapa, MUHAS mpo wengi, tumekuja kuunga mkono kazi kubwa inayofanyika hapa. Nafurahi sana kuona hapa watendaji wakuu wa taasisi zote za serikali na za binafsi. CRDB najua mko hapa, nimeona hapa, na wengine wote ambao wamekuja kujiunga na shughuli hii. Brigadier General Dr. Charles Mwanziva, sijui kama amefika, kama yupo, na rafiki yangu Vincent Laswai, sijui kama ameweza kufika, lakini naona ametambuliwa hapa. Naona ni mdau mkubwa. Waheshimiwa wakuu wa majimbo ya KKKT mliopo, waheshimiwa wachungaji, wainjilisti na viongozi wengine wa kanisa mliopo, wahadhiri na watumishi wote wa Chuo Kikuu KCMC, hamjambo jamani? Leo siku yenu, muone fahari kubwa. Watumishi wa taasisi zote za shirika la Msamaria Mwema, watumishi wa KCMC Hosto mlioko hapa, waheshimiwa wahitimu wote wa Chuo Kikuu KCMC mliopo, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mheshimiwa Baba Askofu Chancellor wa chuo, kabla sijasema kitu, rafiki yangu Priscus najua atatambatamba kidogo, lakini huwa anafuatilia sana mambo ya elimu. Ni mbunge wa Moshi mjini, ni mtu ambaye kutokea tatizo wa kwanza kumkimbilia, na ana wajibu wa kukilinda chuo hiki. Naomba tuaje aseme neno moja mawili ya kuatia moyo
halafu niendelee na hotuba yangu. Mheshimiwa Priscus Tarimo, karibu sana. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa nafasi hii. Mheshimiwa mkuu wa chuo, Baba Askofu Malasusa, viongozi wote, ili lift niliopewa pia nisimkashishwa kabla sijagusa ninapofika, itifaki hiyo imezingatiwa. Ninayo heshima kubwa sana na mimi kuungana na ninyi leo kwa shughuli hii kubwa. Nilikuwa bungeni mpaka jana kwa bajeti ya Wizara ya Maji, na bahati mbaya tulipata msiba wa mdogo wake Waziri Aweso tukiwa pale, na alikuwa anakuja kumtembelea kwenye shughuli ile, lakini tulifanikiwa kuaga usiku na nikasafiri kuja kuungana naye. Nipende kutoa pongezi za dhati kwa taasisi hii. Kwetu Moshi mjini ni vigumu sana kupima kwa ukubwa. Kikubwa ni KSMC au ni Moshi. Na ninasema hili kwa dhati ya moyo wangu kwa sababu kubwa. Shughuli ambazo zinafanywa na kanisa kwenye kituo hichi kwa ujumla, ukiacha hili ambalo tumelipata leo la chuo, ni shughuli zinazoboresha maisha ya watu kimwili, kiroho na kiakili. Hakuna namna nyingine ya kukuza taasisi hii kuliko hiyo. Na kwa ujumla Moshi mjini vitu hivyo vikiwepo, tukapata afya nzuri ya mwili, afya nzuri ya akili na afya nzuri ya kiroho, tunahitaji nini tena? Kwa hiyo niwapongeze sana, na pongezi zangu zinaanzia kwa wazo la yule wa kwanza aliyebuni mradi huu. Angeweza akafanya kitu kingine chochote. Kwa hiyo tunawashukuru sana na niwapongeze sana. Lakini kama Moshi, kama jimbo, tumepata chuo kikuu kingine. Ni heshima kubwa sana kwetu. Kila mara mnamsikia aliyekuwa waziri wa afya akisema Tanga sisi ni jiji lakini hatuna chuo. Sisi kilomita 58 za mraba tumepata chuo cha pili. Ni jambo la kujivunia sana na tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya hili. Mheshimiwa Askofu, ulipokuwa unahitimisha ulirifaa kwenye Mithali 4:13, na mimi nisiende mbali, nianzie pale pale kwenye Mithali 1:7, kwamba kumcha Bwana ndio chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Hiki mlichokifanya kinajikita huko na kinaenda kule kwenye dhamira ya Muumba wetu. Kwa hiyo mimi nitoe tu ahadi kwamba nipo tayari kutumwa muda wote kama ambavyo mmeshanituma. Mmenituma maeneo mengi, bado hatujafanikiwa, na likubwa ukiacha ile la chuo ni la hospitali. Baba Askofu, lile la Salary, sio tu linatrain watu kutoka hapa, lakini linawaweka madaktari wetu kwenye hatari. Wanalazimika kukimbia kwenda Arusha kuhudhuria kliniki ambazo zitawaongezea angalau kipato. Lakini ile Salary, kwa sababu Mheshimiwa Waziri yuko hapa, nitaomba na yeye tusaidiane mpaka liweze kutimia. Kwa maneno hayo machache, niwashukuru sana. Mungu awabariki wote. Kwa sababu kwa kweli kama mbunge ana wajibu wa kutetea taasisi zote zilizoko hapa, na mimi namwahidi Mheshimiwa Tarimo kwamba kwenye hili tufanye kazi pamoja tuweze kulitekeleza. Naomba nianze kwa kutoa shukrani nyingi sana kwa heshima kubwa sana niliyopewa kuja kwa mgeni rasmi mbele ya maaskofu wote hapa katika shughuli hii muhimu ya uzinduzi wa chuo kikuu KSMC, ambacho hapo awali kilijulikana kama chuo kikuu kishiriki cha Kikristo cha Tiba Kilimanjaro, ambacho kilianzishwa mwaka 1997. Nashukuru sana Chancellor, nashukuru sana viongozi wote kwa fursa hii
na heshima hii kubwa sana mlionipa. Hili ni tukio kubwa sana la kihistoria na kwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Imetuheshimisha sana nchi yetu. Sasa kwa hesabu zangu, kanisa linaendesha vyuo vikuu kamili 4. Hiki cha Tumaini Makumira, Datu, Baba Askofu Malasusa, tulikuwa wote pale. Iringa nimebahatika kupatembelea vile vile, na leo KCMC ambapo tumepata fursa ya kuja kushuhudia na kushiriki katika uzinduzi. Hongera sana kwa kanisa na asante sana kwa huduma hii muhimu ambayo mmetoa kwetu. Ninajivunia kwamba vyuo vyetu vyote nimevitembelea. Nilikuwa kwenye mahafali Iringa, tulikuwa wote Baba Askofu na tu pale. Nilishatoa mhadhara pale Makumira wakati bado niko katibu mkuu na wetu alikuwa pale, na leo niko hapa. Kwa niaba ya serikali nataka kusema kwa kanisa, tunashukuru sana kwa mchango wenu kwa maendeleo ya elimu hapa nchini. Na kwa niaba ya serikali natoa ahadi tena kwamba tutaendelea kufanya kazi kwa karibu sana na KKKT na taasisi nyingine zote za dini ambazo mchango katika elimu kwa kweli ni mkubwa sana, tunauhitaji sana, tutautetea, tutaulinda na kuhakikisha kwamba unaendelea kustawi. Hiyo ni ahadi yetu. Kwa hata yale mengine ambayo yamesemwa hapa tutaendelea kuyafanyia kazi. Lakini uzuri kama mlivyoona tulioanzisha mengi hatubagui. Mikopo ya elimu ya juu itaendelea kuwepo kama kawaida kwa mwanafunzi mradi aende katika chuo ambacho kinatambulika hapa nchini. Tumetoa Samia Scholarship, hatubagui. Mwanafunzi anachagua chuo anachotaka kwenda, na hapa KCMC ni moja kati ya wanufaika. Tumetoa hii tuzo ya jina ya wachapishaji kwenye majarida mahiri duniani. Na ninavyoona, ninavyomsikia ndugu yangu Temba hapa alikuwa anaeleza idadi ya watu waliofanya ile kazi, kile kitita cha milioni 50 ya kitoshi. Tutaenda kujipanga hapa sungura mtagawana tu nabaki na nini. Kumbe lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunachochea utafiti ili muendelee kama maabara, mfanye kazi na muweze kujikuta mnakidhi mahitaji yenu yote, kusomesha watoto, kujenga, kuishi vizuri kupitia ufundishaji na tafiti. Kwa hakika milioni 50 kwenu nyinyi ambao wanasayansi lazima mshirikiane wengi sana, hazitoshi, lakini wala tumeanza. Tutajitahidi kuangalia namna ya kuongeza, na katika hilo hatubagui kama ni chuo kinachomilikiwa na serikali au chuo ambacho hakimilikiwi na serikali. Ila nichukue nafasi hii kuwapongeza kwa utafiti huo mkubwa na kusisitiza utafiti unaoonyesha kwamba vyakula vya asili ni ishi hapo kama alivyosema Basko. Vina faida sana kwetu, na kwa kweli haya matokeo yametangazwa sana. Na nilikuwa naambia Baba Askofu Malasusa hapa kwamba headline moja hapo itakuwa ni hiyo. Hasa vile vimelea tutaviona vinaandikwa sana, lakini lazima tukumbuke utafiti wote kwa ujumla wake, na tunasubiri kwa hamu matokeo ya utafiti wenu mara ya pili, na natumaini tutakutana katika kushikana mkono kwa kazi nzuri mnaifanya, na ni kielelezo cha kazi nzuri inafanywa na chuo kikuu KCMC. Kupata hadhi ya chuo kikuu kamili ni ushuhuda wa miaka mingi ya juhudi katika kutoa elimu bora ya afya, huduma na utafiti. Uzinduzi huu wa leo unaashiria hatua muhimu kwa chuo hiki na kwa taifa letu katika jitihada za kuimarisha na kuboresha sekta ya elimu na afya, kukuza maarifa, kuchochea tafiti na hivyo kuboresha huduma na ustawi wa Watanzania. Narudia tena kutoa pongezi nyingi kwenu kwa mipango mliyoweka na kuisimamia, na hatimaye kufikia vigezo vilivyowekwa na tume yetu ya vyuo vikuu TCU
na kukubaliwa kuwa chuo kikuu kamili. Na Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Malasusa, nimekusikia na naomba wakuu wa vyuo vingine wote vya serikali na visivyo vya serikali tumsikie Baba Askofu Malasusa. TCU inafanya kazi nzuri. Wajibu wetu ni kushirikiana na TCU. Haiko hapa kukwamisha, lakini iko kuhakikisha kwamba tunafikia vigezo ambavyo vinahitajika. Kwenye hilo na kwa kauli ya Chancellor wa chuo hiki, na matumaini yangu makubwa sana kwamba chuo kikuu KCMC kitaendelea kung'ara na kusimama vizuri sana. Hongera sana na asante sana Baba Askofu. Naendelea kuwatia moyo kuendelea kusimamia vyema elimu na mafunzo mnayotoa kwa vijana wetu ili kutengeneza kizazi bora chenye ujuzi na maarifa sahihi ya kutosha na ya ushindani katika ulimwengu wa sasa na ulimwengu ujao. Chuo hiki pamoja na vyuo vingine vinavyomilikiwa na sekta isiyo ya serikali kimekuwa mdau na nguzo muhimu katika kuboresha huduma za afya hapa nchini kwa kuzalisha wahitimu wenye sifa na ubora na kuchangia upatikanaji wa watumishi katika sekta ya afya wanaotoa huduma katika hospitali zetu kote nchini na nje ya nchi. Ni wazi kuwa wahitimu wanaozalishwa hapa kutoka wakiwa na maarifa na ustadi unaohitajika katika kukabiliana na changamoto za afya zinazokabili jamii yetu. Ni rai yangu na rai yetu sisi wizarani kwenu kuendelea kuzalisha wahitimu wenye sifa na ubora na wenye uwezo wa kutumia ujuzi wao katika kuzingatia tofauti na wanayokutana nayo. Na hii ni kwa mujibu wa sera ya elimu na mafunzo ya 2014 toleo la 2023 ambayo inasisitiza uboreshaji wa elimu ya juu ili kuwa na vyuo vinavyoweza kujibu na kutatua changamoto zinazokabili jamii yetu na hivyo kuchangia maendeleo ya taifa. Kwa upande wa afya, elimu tiba, lazima chuo kikuu kama hiki kifanye kazi na hospitali. Bahati nzuri kama tulivyoongea pale, kwa sababu mmiliki wa chuo kikuu hapa anapitia vile vile kwenye hii taasisi ya Msamaria Mwema na mmiliki wa hospitali anapitia humo. Swala la kuhakikisha kwamba tunaratibu vizuri hospitali na chuo kikuu halina changamoto hapa. Haitatokea naamini kwamba KCMC iende hivi ijaze pengine nafasi ambazo wanafunzi wa KCMC chuo kikuu angefanya na kuleta taharuki kama ambavyo tumeziona sehemu nyingine. Kwa kwenye hilo vile vile naomba niwapongeze sana. Tumefurahi kusikia chuo hiki kwa miaka mingi kimekuwa kikifundisha programu za kipekee ambazo hazitolewi na vyuo vingine hapa nchini, zikiwemo programu za viungo bandia, tiba kwa vitendo, optometria na dermatovenerologia. Nadhani nimetamka vizuri. Programu hizi zimekuwa na umuhimu wa kipekee katika mazingira yetu kwa kuzalisha wataalamu wanaotoa huduma kwa makundi maalum, hasa kwa watu wenye ulemavu, na hivyo kuchangia sera ya taifa na kiulimwengu ya kutokuacha mtu yeyote nyuma. Ninawapongeza kwa jitihada mnazoendelea kuzifanya za kuboresha programu hizi kwa kuendeleza utumishi wenu katika ngazi za shahada za uzamili na uzamivu, kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, lakini pia kwa kushirikiana na vyuo na taasisi nyingine za ndani na za kimataifa. Na kwenye hili nalifahamu personally. Nafahamu Baba Askofu Dr. Shaw, tulikuwa na Profesa Estomi Mtui pamoja. Kila akija Tanzania anapitia hapa. Na mara kwa mara nikiwa Moshi nakutana na wanafunzi wanatoka Uholanzi na nchi nyingine mbalimbali wanakuja hapa kwa ajili ya hospitali, na naamini wengine wanakuja na wengine mkutana nao wanakuja kwa ajili ya shughuli za utafiti ambazo zinafanyika katika eneo hili. Tunaposherehekea kuzinduliwa kwa chuo kikuu KCMC, naomba pia nizungumzie kwa uchache eneo la utafiti. Vyuo vikuu sio sehemu ya kufundisha tu, na chuo kikuu kikiwa kinafanya kazi ya kufundisha tu kinakuwa ni high school tu, sio chuo kikuu. Chuo kikuu, a university is a site not only of transmitting knowledge but of production of knowledge. Mhadhiri wa chuo kikuu kazi yake sio kufundisha tu,
kazi yake naye ni kufanya utafiti na kutoa gunduzi mbalimbali, to push the frontier of knowledge. Na kwa vyuo vyetu vikuu vyote, kama kazi ya tafiti haifanyiki vizuri, na kwamba kazi yetu ni kutransmit knowledge kwenye textbooks tu ambazo tunaziona, lazima tutakuwa tuna lag behind kulinganisha na vyuo vikuu vingine ambavyo vinafundisha na kufanya utafiti kwa wakati huo huo. Inafurahisha kwamba kati ya vyuo vikuu vinavyofanya utafiti kwa bidii ni chuo kikuu KCMC, hata kabla ya kuzinduliwa katika eneo hili. Tumesikia hapa, sisi wizara tunatoa sasa hivi, tunashika mkono. Nimesema kwa watafiti, kwa kila utafiti unachapishwa katika jarida kubwa linaloaminika zaidi duniani, High Impact Journal, kila utafiti tunatoa milioni 50. Sasa ile kwa sasa hivi, hasa kwa sayansi, kwa hakika ni token, na naamini tutakuja kuongeza. Lakini katika walioweza kupata fursa hiyo, nadhani 4 wametoka hapa chuo cha KCMC kabla hata kuja university kamili. Naona na nyingine zinakuja kwa ndugu yangu Temba pale na timu yake. Na kwenye hili kuna watu wanasema, kwa nini tuna promote majarida ya nje? Kwamba tujianzishie sisi majarida yetu alafu tupeane tuzo. Na namna nzuri ya kueleza hili kwa washabiki wa mpira ni kwamba ukitaka kuendeleza soka hapa nchini, ungependa uanze kupeleka wachezaji wako wazuri wakacheze katika ligi nzuri zaidi duniani, washindani wao wa kimataifa, tuanze kuzalisha wachezaji bora duniani, na hivyo vile vile ligi yetu iweze kuvutia wachezaji bora duniani kuja kucheza hapa. Tukijifungia sisi wenyewe tukaanza kupeana makombe, tutashangaa tukienda huko nje tutakuwa hatuwezi kufanya vizuri, kama timu moja hapa ndani inafanya vizuri lakini nje. Kwa hiyo sijataja timu. Kwa hiyo tunachohitaji kufanya kwa sasa hivi ni kuhakikisha watafiti wetu wanacheza ligi ya kimataifa. Utafiti ambao unapimwa kwa viwango vya kimataifa, unakubalika kimataifa. Sio sisi wenyewe tujifungie hapa ndani tuanze kuaminishana kwamba tumefanya utafiti. Kwa sababu vigezo vya utafiti ni vya kimataifa, vinafahamika, vinapimika, can be replicated. Ndio science. Ndio science. Sio kwamba mimi nikupa kikombe wewe tu kitoke mkononi mwangu leo utapona, lakini kilicho kwenye kikombe hatujui. Sayansi ni tofauti. Haijalishi uko Urusi, uko Argentina, uko New Zealand, uko Tanzania, nchi yoyote ile, the methodology tunazungumza language moja. Namna kwa approach tunazungumza language moja. Na ukitoa matokeo yako ni kwamba mtu mwingine akirudia zoezi lile lile atapata matokeo yale yale. Na ndiko tunakotaka twende. Kwa hiyo tutaendelea kuhimiza watafiti wetu kuchapisha katika majarida makubwa zaidi duniani. Na tunapokwenda huko na majarida yetu yataendelea kukua, kwa sababu baadhi ya tafiti zitachapishwa kwenye majarida yetu humu. Kwa hiyo napongeza sana chuo kikuu KCMC kwamba mnampaka leo utafiti unachapishwa katika jarida la Nature. Hongereni sana. Kwa vyuo vikuu kuchapisha, kufanya tafiti na kuchapisha sio la kusema tutafanya au hatufanyi, ni lazima. Na tunavyoendelea kupima vyuo vikuu, tutavipima kwanza kwa uwezo wa wahadhiri wake kufanya utafiti na kutoa matokeo ya utafiti wake duniani, na pili katika ufundishaji.
Narudia kusema tunachokiona hapa Chuo Kikuu KCMC kinatutia moyo sana. Ningeomba muendelee na moyo huo huo. Na katika kuendeleza vyuo vikuu, jambo jingine muhimu na lilizungumzwa tena bungeni ni umuhimu wa kuhakikisha kwamba vyuo vikuu ni vya kimataifa. Chuo kikuu cha kweli ni cha kimataifa, na hata vya serikali tunaenda huko. Tumekuwa na uzalendo ambao hautusaidii sana katika vyuo vikuu vyetu. Ukiona mhadhiri anatoka nje anafundisha kwenye chuo chetu, unasema amechukua ajira ya Mtanzania. Na uzoefu wangu mimi nikiwa mkuu wa idara ya uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, tulikuwa na profesa mmoja anaitwa Kidani, mzuri sana kwenye econometrics. Alikuwa anapiganiwa na vyuo vikuu kadhaa, anatoka Eritrea. Cape Town wanamuomba aende Cape Town, na sisi tukamtaka aje kwetu. Akachagua kuja kufundisha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sasa kila mara nikiomba mkataba naambiwa amemwandaa nani kuchukua nafasi yake. Huwa hatufanyi hivyo kwenye vyuo vikuu. Maprofesa wazuri ni wazuri tu, na hilo tunalijua na tunalifanyia kazi. Profesa mzuri ni mzuri tu. Huwezi kusema sasa wewe ni profesa mzuri sana, tunataka upishe, andaa mwingine uondoke. Hapana. Na uzuri tunaweza tukakupima uwezo wako kwa sababu tutaangalia machapisho yako. Ukiacha kuchapisha tunajua you have become moribund. Lakini bado unachapisha, university zote duniani haziachii. Profesa naye mheshimu sana duniani anaitwa Amartya Sen. Mpaka leo nadhani karibu miaka 90 chuo kikuu hakimwachii. Hata ile ukweli kwamba jina lake liko associated na kile chuo kikuu ni heshima kubwa. Na nataka niseme huko ndio tutakapokwenda Tanzania kwa vyovyote vikuu. Lakini katika kufanya hivyo tushindane kuvutia wahadhiri wazuri. Akaja mhadhiri mzuri kutoka Kenya anafundisha hapa, usiseme ametunyima ajira, na mhadhiri mzuri wa Tanzania aende akafundishe Kenya. Kwa sababu tunao wahadhiri wazuri sana. Mwenzangu hapa Dr. Kwa yuko hapa, anafahamu tunafanya kazi kubwa sana kuangalia data science duniani. Tumeangalia list ya Watanzania walioko nje wanaofundisha vyuo vikuu. Wako nchi nzima, wako Norway, wako Marekani, wako Canada, na katika timu hiyo yuko Mtanzania anafundisha Howard University. Kwa hiyo ukiwa mzuri ni mzuri tu. Ukiwa mchezaji mzuri wa mpira unapiganiwa na timu zote kubwa. Ukiwa mwadhiri mzuri utapiganiwa na vyuo vyote. Na vyuo vizuri vitapigania kurecruit the best lecturers. Na hili nataka niseme loud and clear. Na nalisema kwa sababu naona hapa kwenu ni rahisi sana, Baba Askofu. Kazi yetu sisi ni kwenda kuambia wenzetu vibali vya kufundisha vyuo vikuu tusiviangalie kama shughuli za biashara Kariakoo au nafasi nyingine za kazi ambazo ni rahisi kupata mtu mwingine. Yuko profesa mzuri anakuja anafundisha hapa, akae mwenyewe mpaka tuchoke, mpaka achoke mwenyewe. Kwa sababu akifundisha hapa anafanya kazi ambayo inatuondolea si mzigo wa kumpeleka Mtanzania nje akapate elimu ile, na hasa katika masuala ya tiba. Kwa hilo la kuhakikisha kwamba tuna internationalize vyuo vikuu ni swala ambalo tutaendelea kulipush. Na tusifanye hivyo tu kwa kuogopa tu mhadhiri, hata kiwa sijui ndio mkuu wa idara, sijui ni nani. Wenzetu sasa hivi utakuta kuna vice chancellor wa chuo kikuu nje ya nchi ambaye sio raia wa nchi ile. Kwa sababu production of knowledge is the same thing. Na nchi zilizoendelea wenzetu, wala sitaki kutaja sana nchi, zilianza kupeleka wananchi wao nje kusoma sana. Wengi wakabaki huko walikwenda kusoma. Leo wamerudi nyumbani, wamebadilisha sana vyuo vyao. Sasa hivi badala ya kupeleka sisi watu katika vile vyuo vya zamani, kuna nchi nyingine huko upande wa mashariki zimeanza kwenda, hazikuenda kwa kujifungia ndani, zilienda kwa ku-internationalize program zao. Ukiwa Moshi unakuta na mtu anakuambia mimi nimekuja hapa nafanya kazi hapa na utafiti, nafanya kazi na wenzetu hapa,
Naomba tuendelee na hilo na tulikuze. Na kwa vyuo vya serikali tutaendelea kupush. Kwa sababu kusuluka unafahamu, tunajaribu kupush kupata wahadhiri kutoka sehemu mbalimbali. Na kwa upande wa serikali, na kwenye bajeti Jumatatu mtasikia, tunaanza mkakati wa kupeleka hata vijana undergraduate wakasome nje, waende huko. Na tukimsikia anafundisha chuo kikuu kule tutafurahi, kwa sababu sasa tutatumia Watanzania wanaofundisha vyuo vikuu huko nje kutusaidia kuunda mlango wa Tanzania wengine kwenda kusoma huko. Waende huko kwa sababu tumesikia kwenye Biblia tumeambiwa nini? Kwenye Qurani tunaambiwa tafuteni elimu hata China. Kwa hiyo tuendelee tukatafute elimu duniani huko. Tukijidanganya hivi tukajifungia huku kwenye ligi ambao wakati mwingine tuna nani haitatusaidia. Twende tukashindane huko wanakoshindana. Kwa university SMC mwelekeo ndio huo, naamini tutaendelea kufanya hivyo. Na ndio maana nimekuwa upesi kumchukua vice chancellor university nyingine aje hapa kwa sababu ya uzoefu wake. Hata akitoka mahali pengine, akitoka nje ya nchi, mwadhiri hapa kutoka. Na kwa kweli itafika mahali tuanze kupimana. Wewe kama university una waadhiri wangapi wanakuja kwako? How much have you organized yourself to attract lecturers to come and take their sabbatical leave at your university? Najua Nelson Mandela hapa amejipanga vizuri. Ukiwa profesa huko umechoka kidogo na kuja mapumziko kuna ubongo, you can stay in Arusha. Na vyo vitu lazima tuende hivyo. Sasa sijui namwambia nani, najiambia mwenyewe kwamba tutafanya hiyo kazi na tutafika huko. Hiyo ni ahadi. That's what we are going to do and we work together. Constraint zinazopatikana hapa vice chancellor tuwe tunawasiliana tuko simu. Kwa sababu sisi hatutaki bureaucracy kwenye elimu. Akipiga vice chancellor simu tunapokea, tunaifanyia kazi. Sijui mtumishi wangu amekuja hapa, ametoka Uholanzi, anafundisha, naambiwa sasa ondoke, mbona hakuna Mtanzania? Wewe tupigie simu, sisi tutaenda kule. We are doing that to other schools and other universities. Kabla kuhitimisha hotuba hii, naomba kuzungumzia baadhi ya mambo aliyozungumza Baba Askofu Dr. Malasusa. Askofu akiongea, sisi wengine waziri huko, lakini kuna mengine nini kikana shehe askofu tunajijua nafasi yetu katika imani. Na Baba Askofu umeongea kama chancellor, lakini bado umevaa kola. Kwa hiyo sina namna, ngoja nijaribu kuhighlight. Kwanza na wapongeza kwa kuanzisha endowment fund ili kuunga mkono jitihada za serikali katika kuwawezesha vijana wengi zaidi wa Tanzania kupata elimu ya juu na iliyo bora. Na hilo nawapeni hongera. Nashukuru pia kwa heshima mlionipa ya kuzindua mfuko huu. Nami nitakuwa tayari kuzindua kwa kadri ya mwongozo na ratiba mtakayotoa. Naahidi kuwa balozi mzuri wa mfuko huu na kuhamasisha wadau mbalimbali wakiwemo waliohitimu kuchangia katika hili. Na mimi nitajaribu, haitakuwa hela nyingi, nitaongea na katibu mkuu. Tuweke kidogo tu azitoke. Kwani wanaosomesha si wa Tanzania? Kwani mnabagua? Si mnasomesha wote? Tutamwomba katibu mkuu kidogo tu kuonyesha kwamba the government itself supports the idea of endowment fund, na tutapigia debe. Tutapigia debe wengine ambao wanaweza wakafanya hivyo. Na labda niseme hicho tunachotaka kukianzisha na kukizindua Jumatatu kwenye budget kitagusa wote, maeneo yote. Na pengine kuna fursa, kwa sababu kuna jana nilikuwa na timu moja imekuja kunitembelea katika mkutano ule tumekuwa na sasa sisi tuko tayari kutoa hela, lakini hatutaki kupeleka serikali. Na tutaleta timize majukumu yale. Kwa hiyo kichwani mwangu akiniambia utakapeleka serikali, nitakumbuka kati ya taasisi ambazo sio za serikali. Kila siku kichwani nitakumbuka kuna KSMC University vile. Pia napongeza kwa ubunifu na jitihada kubwa katika kuboresha na kufundisha programu za kipekee zinazolenga kutoa wataalamu wanaotoa huduma kwa watu wa makundi maalum. Serikali inatambua umuhimu wa kipekee wa wataalamu katika eneo hili na uhaba wa wataalamu uliopo hivi sasa ukilinganisha na mahitaji halisi. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia itashirikiana na chuo na wadau wengine wa elimu kuhakikisha programu hizi zinatoa kipaumbele na kuboreshwa
na kila inapowezekana tutasaidia ufadhili wa wahadhiri ili tuweze kuanzisha programu za uzamili, ubobevu na uzamili uzamivu hapa nchini. Na kwa namna hiyo sisi tutapeleka taarifa hii kwa rais wetu ambaye kwa kweli najua tutapata msukumo wa aina yake ili programu hizi ziweze kutake off vizuri. Tumeanza kufanya kidogo Tabora pale, kuna chuo tunasaidiana nao, na kwa hili mnalofanya hapa kuna mambo mengi bado tunaweza kusaidiana kama serikali, kwa sababu natoa huduma kwa watu wote. Sasa katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaosoma sayansi, na hili nasema kwa wahitimu wote hapa, nalitamka kwa sababu kuna vijana form 6 wanafanya mtihani, tutaendelea na Samia Scholarship. Inaenda vizuri, na sehemu moja hapo ni elimu tiba. Tutaangalia namna ya kuongeza, lakini zaidi ya hiyo masuala yote ya data science, artificial intelligence, internet of things, machine learning, matamko hayo. Sasa hivi tutaweka mwelekeo mkubwa, kwa sababu artificial intelligence nayo sasa hivi mchango wake mkubwa sio katika elimu tu, lakini hata katika afya. Na kwa chuo kikuu hiki na vyuo vingine vyote kuna fursa tutazifungua kwenye kutoa masters program kwa watu wahadhiri ambao wanataka kwenda kufanya mambo haya. Na tuna Watanzania, nadhani mmoja yuko Norway anafanya mambo haya ya data science katika afya, ili kuhakikisha kwamba tunasaidiana kufungua fursa za kuweza kujenga capacity. Kwa nawaalika na nyie, wakati tunapoangalia swala hili, mjue serikali inaweka fedha, tunatenga na tutaziongeza, na chuo hiki kinaweza kikawa ni mnufaika katika masuala hayo. Naomba sasa nihitimishe hotuba yangu kwa kuwashukuru tena kwa kunialika kuhudhuria hafla hii ya uzinduzi wa chuo kikuu KSMC. Ni heshima kwangu na kwa wizara ambayo ninaiongoza, na mimi nawaahidi ushirikiano wangu na wizara katika kutekeleza majukumu yenu. Naomba kwa Mwenyezi Mungu katika upya wenu na kukua kwenu, ili mpate matokeo chanya yanayochangia utoaji wa elimu bora na kuzalisha vijana wengi wenye sifa na ubora watakaotengeneza Tanzania iliyo bora zaidi. Na kwenye hili labda niongeze alichosema Baba Askofu Malasusi, hatuangalii tu wingi, tunaangalia quality. Na katika changamoto moja ambayo lazima tuende tukaitatue ni kuhakikisha kwamba vyuo vyetu vya afya, ili msurvive, you need resources. Endowment fund kama mlivyoelekezwa na TCU ni muhimu, ili msitegemee tu ada. Lakini na sisi tutaanza kutafakari namna ya kuongeza ada, ya kuongeza basari ya vyuo hivi kupitia bodi ya mikopo, ili kuhakikisha kwamba kweli mnaweza mkajisafiri katika ufundishaji. Lakini katika kufanya hivyo, na sisi tutaendelea kuwa wakali zaidi kusimamia. Kuna hatua tumechukua na sasa kuvitangaza, kuvirudia kazi. Vyuo vikuu kimoja muda mrefu kidogo, hatua kali kidogo kwenye mafunzo ya elimu tiba, na nyingine tayari chakula vichwa huko. Ndio kweli wenyewe, kwa sababu nilikuwa na baba askofu, nilikuwa naongea na nyie, kuna marafiki zangu wawili waliniita wakanikaribisha kukaa na niwaambia, hebu njoo profesa njoo kaa hapa bwana. Tatizo la nchi hii kubwa ni wasomi. Tusingekuwa na wasomi tungeenda mbali sana. Nikamwambia vizuri sana. Siku mwanao akiugua, tafuta mtu ambaye hata darasa 7 hajamaliza amtibu. Ndio utajua faida ya wasomi. Au unapopanda ndege, tafadhali chukua mtu ambaye hajasomea kabisa. Kwa sababu wasomi wakasema basi umekuwa mbishi, umekuwa mwanasiasa. Katika masuala ya elimu tiba tutakuwa na umakini mkubwa zaidi. Lakini hayo umeyasema wewe baba askofu. Ili tuweze kufanikisha, sisi tutajitahidi kuona nini tutakachofanya kwamba chuo kiwe sustainable, lakini at the same time kisikimbilie kwenye quantity, kiende kwenye quality, kutoa watu wazuri kama ambavyo mnatoa sasa hivi. Na hilo serikali has a role to play. Nilienda chuo kimoja nikawaambia, tatizo wakati mwingine la chuo kinapotegemea sana ada, na ndio maana nyinyi mnafungua endowment fund. Mkimwona mwanafunzi mnaona ni ATM machine. Sasa hata kufanya vizuri ikafika mahali you have to be continue, unasema sana fungaji ATM machine, utapata wapi hela?
Kwa lakini ili tutatue hilo, we have to work together. Moja hapo ni kama hilo. Tuongeze tu kwamba mmechukua wanafunzi wa afya, vigezo vyake viko juu zaidi, na sisi hela mtakazopata ziwe nyingi zaidi, na namna nyingine mbalimbali za kuwa support. Kwenye hilo napenda kuahidi tutalifanya, kwa sababu ni maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba mageuzi aliyoagiza tuyafanye na anayoyasimamia sio hayo tu structure ambayo mnayaona, kuongeza elimu, ujuzi na kadhalika, lakini amesisitiza sana kwenye ubora wa elimu. Na kwenye hilo Baba Askofu Malasuka amesema vizuri sana, sirudii. We'll walk the talk as you said. I'm not saying it for KCMC, nasema kwa elimu ya juu kwa ujumla, kwamba kwa kauli yako TCU sio adui, TCU ni mshirika na wanajaribu facilitate. Na kukiona changamoto wanajaribu kwanza kutatua kabla hajaenda mbali. Baba Askofu amesema kukiwa na issue mtuambie, jaribu kulitatua. Issue ya kula vichwa sio swala la kuonea fahari wala kulitangazia. Issue kubwa ni kusema leo tumeongeza chuo kikuu Tanzania. Na nitakapoulizwa tena na waziri mwenzangu juzi aliuliza mmoja kutoka South Africa, hivi mna vyuo vikuu vingapi? Na mtajia anasema wao. Mmefika mbali namna hiyo, sasa nitaenda kumwambia tumeongeza na kingine, kwamba tunasonga mbele. Na hilo nashukuruni sana. Na tungependa twende hivyo. Sasa niko tayari kutekeleza dhumuni kuu la kunialika kwenye shughuli ya leo kwa utaratibu ulioandaliwa. Ni fahari kubwa kwangu sasa na furaha kubwa sana kwetu sote kutamka rasmi kwamba chuo kikuu KCMC sasa kimezinduliwa rasmi. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.